bonyeza subscribe button kisha alama kengele. Asante. Mashtaka yanayodaiwa kufunguliwa dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan, ICC, yachochea taharuki ya kisiasa Tanzania. Anga ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika hali ya taharuki kufuatia taarifa zinazosambaa kuhusu madai ya kufunguliwa kwa mashitaka dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita, ICC. Taarifa hizo zimezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi, wanaharakati wa haki za binadamu, pamoja na wanasiasa wa pande mbalimbali. Mwanasheria na mwanaharakati maarufu Tito Elias Magoti amedai kuwa Rais Samia tayari amepokea taarifa rasmi kuhusu shauri hilo linalodaiwa kuhusiana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Kwa mujibu wa taarifa hizo, shauri hilo linatajwa kuwasilishwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa waraka uliowasilishwa ICC unamtuhumu Rais Samia pamoja na baadhi ya maafisa wakuu wa serikali kwa madai ya kuhusika katika matukio ya vifo na majeruhi wa raia wakati wa maandamano na kupinga matokeo ya uchaguzi. Waraka huo unadai kuwa vyombo vya dola vilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, jambo linalokiuka misingi ya haki za raia na demokrasia. Akizungumza na vyombo vya habari, Tito Magoti amesema hatua ya kuifikisha suala hilo ICC ni muhimu katika kuhakikisha uwajibikaji wa viongozi wa juu barani Afrika. Ni lazima kufikia hatua ambayo hata viongozi walioko madarakani wanawajibika kisheria kwa vitendo vinavyokiuka haki za raia, ameeleza Magoti. Hadi sasa serikali ya Tanzania haijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha madai hayo, hali ambayo imeongeza sintofahamu miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wachambuzi wameeleza wasiwasi kuhusu athari za kisiasa, diplomasia na kiuchumi iwapo mchakato huo wa kisheria utaendelea dhidi ya rais aliyeko madarakani. Wataalamu wa sheria za kimataifa wanasema kesi zinazohusu ICC huwa na mchakato mrefu na changamoto nyingi, hasa pale inapomhusisha kiongozi wa nchi aliyepo madarakani. Ikiwa madai haya yatachukuliwa rasmi na ICC, itakuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Tanzania kutajwa katika mchakato wa aina hiyo, jambo linaloifanya kesi hii kuwa ya kihistoria na yenye uzito mkubwa. Kwa sasa, macho ya Watanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa yameelekezwa ICC, wakisubiri kwa hamu kujua hatima ya madai haya na iwapo yatafungua ukurasa mpya wa uwajibikaji wa viongozi wa Afrika katika masuala ya haki za binadamu.